hata kama nikitoka leo ila kukafanyika maendeleo, nitashukuru sana. Niko mbele yenu wazazi, ninawaomba, na kama mtataka nitapita hapo nipige magoti. Watoto tumewazaa sisi wenyewe, uongo kweli? Shule ya Ndola ina wanafunzi 1519 kwa idadi iliyopewa. Wanafunzi 1519 ni wengi. Bado shule ya Maperere. Niwaombe wazazi, tuwekeze kwa watoto. Tuwekeze kwa watoto. Tukubaliane wazazi. Shetani ametuingia. Tumeacha kuwekeza kwa watoto. Huo ndio ukweli. Badala yake tunawekeza kwenye harusi, tunawekeza kwenye sherehe za vijora. Mtu yuko tayari kutoa mchango wa kadi ya harusi, tena VIP waingie wawili, 120,000, ila 500 ya mtoto anapiga simu kwa diwani. Hili ni pepo, na mimi sisubiri malaika atoke mbinguni awaambie, nawaambia mimi, na mimi ni mwanasiasa. Ingewezekana ningeanza kuwabembeleza, msitoe, unajua mimi sio diwani wa hivyo. Nawaambia ukweli, na ukweli unatuweka huru, na tutakuwa huru kwa kweli. Sasa kama tuna wanafunzi 1519, kwa nini tunahimiza watoto wale shuleni? Tunahimiza watoto wale shuleni ili ufanisi wa kusoma uwe mzuri. Tathmini zinaonesha mtoto akipata chakula cha mchana, matokeo yanakuwa mazuri. Sasa hawa ni wataalamu, hawaruhusiwi kusema, lakini mimi ni mwanasiasa, lazima niseme. Kwenye matokeo ya shule ya msingi, kata ya Nsalala inaongoza kati ya kata zote 28 za halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Mjipigie makofi. Wastani wa GPA ni mzuri. Siri ni nini? Siri ni pale wataalamu watakaposhirikiana na wazazi. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo tunaposema tuwekeze kwa mtoto ale shuleni, hatutanii, tunamaanisha hivi kweli. Na mimi nilitoa maelekezo, nilisema kwa wale watoto wanaotokea mazingira magumu kabisa, wanashindwa kujimudu, waje kwenye ofisi ya diwani, tutafanya kwa niaba yao. Lakini kama Mwenyezi Mungu amekupa mikono na miguu na viungo vyote vimekamilika, huwezi kushindwa kuchangia chakula kwa mtoto wako ambaye akijigonga tu moyo unadunda vibaya. Uongo kweli? Ukiwa umuoni tu moyo unadunda vibaya, na siku matokeo yakitoka akiwa amefeli unajisikia vibaya, unatamani hata ungekuwa unaweza kuonga matokeo yabadilishwe. Sasa kwa nini kuonga mwanzoni? Kuchangia chakula. Kwa ndugu zangu wazazi, wakati mwingine lugha hii ninayotumia sio nzuri sana na wengine haiwapendezi, lakini sina namna. Lazima tushirikiane na uongozi wa shule. Jukumu la kumlea mtoto kitaaluma ni la mwalimu na mzazi. Hata mitaala ya elimu imeainisha yako majukumu ya mzazi na yako majukumu ya mwalimu katika kukamilisha safari ya mtoto wako ili afike sehemu nzuri. Kwa ni waombe tuwekeze kwa mtoto. Tathmini zinaonesha watoto wakila chakula cha mchana, ufaulu unaongezeka. Serikali inafanya kwa upande wake. Hapa kama sikosei, kwa shule mmeletewa zaidi ya shilingi ngapi? Milioni 88 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo. Huo ndio wajibu wa serikali, ambazo ndio kodi zetu. Serikali inajitahidi. Sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kufanya upanuzi wa eneo la shule letu. Nilikuwa namuomba baadhi ya taarifa. Kama vipi tukipambana tumbue mtu kiwanja ili shule iwe. Tunayo mengi ya kufanya, lakini na nyinyi mnayo ya kwenu ya kufanya. Lakini mimi ni waombe wazazi, hatuna lugha nyingine zaidi ya hiyo ya kuwaambia wekezeni kwa watoto. Wekezeni kwa watoto. Hamna watu hapa wanaanza kusema unajua sisi kipindi chetu shuleni tulikuwa natembea umbali mrefu. Ni kipindi chenu. Tulifeli sisi, tumekubali sisi tumeisha feli. Tuwafelishe na watoto? Haiwezekani. Urithi bora kwa mtoto ni elimu. Serikali tutaendelea kufanya yale ambayo tunafanya. Na nyinyi wote hapa mkawe wajumbe kwamba diwani amesema, kwanza kumwambie
Diwani wetu sio mwanasiasa, amesema utafiti unaonesha watoto wakipata chakula cha mchana matokeo yanakuwa mazuri, na ndio haki ilivyo. Mimi siwezi kuwadanganya hapa tuanze kuongopeana hapa, hakuna hiyo haipo. Lakini nilishatoa maelekezo, nilishakaa na hawa wakuu wa shule wote, mimi nilishawaambia msifanye jambo ambalo wazazi hawajaidhinisha. Siku nikimkamata mkuu wa shule amefanya jambo ambalo nyinyi hamjalibariki, hapo atakuwa amekosea, si ndio jamani? Mheshimiwa Diwani kwa saa zake, yani ukija kuangalia kwa vitu vyote vilivyokuwa tumeviongea, ameongea afisa elimu hapa, lakini yeye amekuja amesimenti, ameweka kila kitu. Kama mnakumbuka tulisema shule salama ni pamoja na upatikanaji wa chakula, lakini tukakiri kwa hatuna uwezo wa kuwalisha watoto wote, lakini wale wa madarasa mtihani, ili tuweze kuwa na performance nzuri, lazima wapate chakula. Hakuna mzazi ambaye anaweza kumchukua mtoto wake asitoe mchango, na michango yenyewe shilingi 200, 2000, 1000 ngapi, bado tunakunywa bia shilingi 100,000. Kwa hiyo ni utaratibu tu kawekwe vizuri, mambo yatakuwa sawa.